Ni wakati mwingine tukiwa Vavaga mtaani na leo niko kitaa cha Kinondoni. Niko na wadada warembo na mama hapa. Tuko kwenye saluni ya dada Yusta, inaitwa saluni ya dada Yusta. Yusta mwenyewe sasa hayupo. Lakini leo tunapata wasaa kuzungumza mawili matatu na vijana wenzangu hapa kuhusiana na masuala mazima ya mahusiano. Na mahusiano haya tunasema, je, kwa nini mwanamke anang'ang'ania kubaki kwenye mahusiano yasiyo na tija? Tukianza kabisa, nataka kidogo nisikie uelewa wenu. Mtu akisema mahusiano yasiyo na tija, mnahisi kwamba ni mahusiano ya aina gani? Nataka nianze na mama kidogo atudadavulie yeye anaelewaje. Mnahisi ni kitu gani kinatufanya sisi tunang'ang'ania kwenye mahusiano ambao unaona kabisa hapa napigwa, na nyanyasika, na dhalilika, lakini huyu baba simuachi? Tuanze hapa na Ustrida. Hii inatokana na hali duni ya kimaisha nyumbani kwenu. Labda ni umaskini. Hasa unang'ang'ania, unasema nikiachika kwa mwanaume, nikienda nyumbani kwetu hali duni, bora ning'ang'ania papa. Kwa hiyo ni utapigwa, unabidi uvumilie tu kutokana na hali duni ya kimaisha. Kwanza kabisa sababu ambayo mimi nahisi, huenda labda umezaa na mwanaume watoto kama watatu mfano. Sasa ukiangalia wewe watoto watatu, mwanaume gani anakupokea na watoto wako wote watatu? Aanze kukulisha wewe watoto ambao umekutana nao, bado mlozaa nao wote. Unaona bora nganganie tu nipigwe siku ziende, nipate ugali wangu basi. Nahisi kuna sababu hiyo tu, maana kuna ile sababu sitaki kuitaja. Baba mnajua, nataka mtu aniambie sababu nyingine ipi mnaohisi kwamba kwa nini tunang'ang'ania kwenye mahusiano. Unakuta mwanamke anampenda yule mwanaume. Ujue upendo kuhamisha sehemu nyingine kwenda kuanza mahusiano na mwanaume mwingine, kwanza kuanzisha upendo upya ni mtihani mkubwa. Kwa mwingine anaona bado nibaki na huyu, hata hivyo nikienda, ila wanawake wanakuwa wajui kwamba unaweza ukaenda kwa mwanaume mwingine napo kupata opportunity nyingine. Ila asilimia kubwa mimi nachoona kabisa ni upendo, na mtu anaangania ni kumpenda mwanaume. Kwa ni namna tu vile anavyojaliwa, anavyotreatiwa. Huyo mwanaume kama yuko vizuri, maana sisi ni wanawake bwana, tunaelewa. Sasa nyingine unakuta jamani, ukiwaza kabisa kweli naondoka kwa huyu baba, ninaweza kupata mtu anayenipenda, anayenijali namna hii. Na mnajua ile mambo mengine kwamba ukihakikisha kwamba huyu baba yuko vizuri, unahisi nikitoka naenda wapi? Uongo ukweli? Kweli. Hii mada kuntu kweli. Nataka kuangalia kwamba kwenye maisha yetu ya mtaani, mnahisi ofu ile ya kuolewa, unajua imekuwa mtaani ile kwamba mwenzako ameolewa au hujaolewa, ndo au ofu ile ya mimi niko single ndo inawasababisha wanawake kuendelea kubaki hata kama ni mtu hampendi au hata kama mtu anamdhalilisha, kuendelea kubaki kwenye mahusiano yasiyo na tija. Mama tena mtaka. Sikiliza. Wanawake wengi wanapendaga kuolewa. Mwanamke anapenda kuolewa, anapenda kuolewa na mwanamume tajiri. Wanawake hawapendi kuolewa na wanaume maskini. Anataka familia yake naye iwe kama ina uwezo. Akienda kwake ajue yeye mama mkwe tajiri, familia zangu tajiri hivi. Kumbe hajui yule mwanamume zilela kazitolea wapi, tunakuja pale pale. Sasa mimi nataka tutazamie ile hali ya unakuta mwanamke yuko amelazimishwa kuolewa kulingana na jamii ama familia. Hapo tujue hapo kwamba ile hali kwamba familia ndio ile mwambia Bwana Juma kakuelewa. Na sisi Bwana Juma tunamwamini kwa sababu ni mtu anayeheshimika hapa mtaani. Kwa hiyo nenda kwa Bwana Juma. Ukifika ndani mwanamke unapata mateso, mwanamke unakuwa huna huru, huwezi kufanya vitu vyako. Labda wewe ulikuwa ni mwanamke mwenye karia, unatakiwa uende kazini, anasema mama, mimi nimekuoa, mke wangu unatakiwa ubaki ndani. Sasa ndio nataka tuje hapo kwamba je, mnahisi mila na desturi zetu zinatufanya sisi wanawake tuendelee kubaki kwenye mahusiano yasiyo na tija? Tunakuja kwa sababu sisi wadada au wazazi wetu wanakuwa naangalia fulani hana hela. Kwa hiyo mimi nikienda kuolewa pale tutapata mafanikio kupitia ile nyumba, lakini hawajui ndani yake kuna nini?
kuna nini. Mtu anawezekana akawa na hela lakini hasikupe hata shilingi 100. Ila kwa sababu anakuona juu umevaa umependeza, wanajua au fulani kaolewa na mimi nitapitia ile maisha. Kumbe ni muonekano tu wa nje. Unakuta nina mama yangu lakini ananipa nguo navaa kunificha mimi nisionekane, jamii inaniona vibaya, lakini kwa sababu navaa, mamangu ananipa nguo, mwanangu vaa na uonekane kama umeolewa. Kumbe mama anakuwa yuko nyumbani lakini ananificha mimi mtoto wake nisionekane kwa jamii. Mume wangu anafanya 1 2 3. Wadada tuna tamaa kwa sababu hatutaki kufanya kazi. Cha kwanza tunataka mwanaume apate mwanaume mwenye hela, akuletee kila kitu, akupe hela kusuka, unaomba hela, unaomba kila kitu. Lakini ukiwa na kikazi chako unaingiza 200 300 kitakusaidia, utakataa kungangania yule mwanaume. Umeongelea hapo vizuri, umesema kwamba mwanamke akiwa na kitu chake cha kufanya kinaweza kikampa nguvu ya yeye kuto kuteseka. Sasa ndo nije hapa. Yaani mniambie kwamba mwanamke anapowezeshwa au mwanamke anapojiwezesha hata yeye mwenyewe wake, siku hizi hatusubiri kuwezeshwa. Kama mwanamke anafanya vishughuli vyake mbalimbali, mwanamke ni mjasiriamali, mwanamke anajiweka katika nafasi mbalimbali labda za uongozi, akawa na shughuli zake ambazo zinamuingizia pesa, mnahisi hiyo itakuwa ni njia sahihi ya kumtoa kwenye mahusiano ya kunyanyasika, akiona kabisa ninajiweza, nina hela zangu? Mnahisi mwanamke anaweza kutoka kwenye mahusiano hapo? Tuanze hapa na dada. Unaweza ukatoka kwa sababu ujue 1% kubwa wanawake wanapokuwa wanang'ania sehemu ni kwamba mtu hana kazi. Ila ukiwa na kazi unajimudu, unajiweza, unaweza ukatoka kwa mwanaume ukaenda kwa panga na ukafanya maisha yako mengine, na kama una watoto unaweza ukawalea vizuri tu na maisha mengine yakaenda. Ila ukitegemea kwamba wanawake ambao wafanye kazi ndio 1% kubwa wananyanyasika, kwa sababu utasema nitatoka hapa nitaenda wapi, sina kazi. Kwa ndugu na ndugu, sasa hivi ndugu kila mtu na mzigo wake. Mambo kubishana, utakuta wamezashwa na watoto 3. Tena uende tena kwa ndugu inakuwa ni ngumu. Na wanaume 1% kubwa wanaume kulea watu wenzao ni mtihani mkubwa sana. Sio wote ila ni baadhi. Kwa ukiwepo na kazi yako eti kunyanyasika ni kitu kigumu sana. Tuseme sasa huyo mtoto wa kike yuko kwenye mahusiano ya kunyanyasika ama anadhalilishwa. Katika swala la kukatisha hayo mahusiano, mnadhani anatakiwa aishirikishe familia au na jamii, ama hayo maamuzi anatakiwa yatoe mwanamke kama mwanamke? Anatakiwa nashirikishe kwanza wazazi. Shirikisha wazazi, tutaitana kikao, tutakaa, tutajadili. Na nitaeleza changamoto zangu kwamba nimechoka, 1 2 3 linanisibu. Kwa hiyo mimi nataka talaka yangu. Na wazazi wako sasa wakisema huyo bwana Juma si ndo anatulipia kodi. Wewe ukitaka kutoka huko unatokaje? Hapa unawajibuje wazazi? Naambia nyie analipia kodi ila mimi ndo nanyanyasika, mimi ndo naumia. Mwisho mtanikuta ameniua. Kama nikiona anielewi, mimi nitaondoka. Sitomwaga mtu yoyote. Kwa hiyo hapo unakuja kusema kwamba hapo ni njia mbili. Either kwa ukubwa ni wewe mwenyewe kufanya maamuzi. Maana ukisubiri jamii ama familia ikufanyie maamuzi, unaweza ukaondoka una jicho moja wakati wamekufanyia maamuzi, baada ya kuona huna jicho ndio wanasema sasa mwanangu tunaomba utoke hapa. Tumekuja sasa hivi kuna hii changamoto ya afya ya akili. Na inasemekana kwamba wanawake ndo tuna hizo changamoto sana za afya ya akili. Unahisi ni kwa sababu tunakuwa kwenye mahusiano alafu hatuna mahali pa kusemelea, ama tunapitia maisha ya shida, tukiangalia tuna watoto, tukiangalia nyumbani wanatutegemea sisi, tukiangalia labda kule huyu mtu akiposti picha yangu mimi nitaonekanaje na jamii, yani tukiangalia kwamba mimi mwenyewe sina cha kipato, kwamba kwa huyu baba ndo ananipa kila kitu, kwamba hii mambo yote yanaonekana kwamba ni sisi ni wanawake tunavumilia kwa sababu tuliowabeba nyuma yetu ni mengi ambayo yanatufanya tuendelee kukaa hapa. Ndio yanotupatia sasa tunakuwa tuna msongo wa mawazo, ndio afya ya akili ndio sasa hivi inaongezwa, wanawake tunatembea huko lakini kama akili hazipo. Mnahisi kwamba wanawake wakiweza kupewa labda elimu au wakapewa uelewa jinsi kwamba afya yao ndo kila kitu, wakapewa uelewa kwamba amani yao ya moyo ndo kila kitu, itaweza kuwafanya wenyewe kutambua umuhimu wa kukaa kwenye mahusiano ambayo ni mazuri, mahusiano ambayo
unaona kabisa haya hapa kuna furaha, hata kama changamoto zipo, kwa sababu sisi ni binadamu, changamoto zipo, lakini sio changamoto za kukufanya zikupelekee kujeruhiwa au zikupelekee kunyanyasika ama kudhalilika kwa aina yote. Nataka dada hapa alikuwa anataka kitu cha kuongea. Ndio maana wanawake wengi wanaingia kwenye vikundi vya sasa hivi vilivyotoka hivi, sio vikoba, sio mikopo hasa, sijui nini. Ndio maana wengi wanaingia huko kwa ajili ya kwenda kupata kitu ambacho wananyanyasika kupitia wanaume zao. Mwanaume ana hela anakupata kitu lakini anakunyanyasa. Ndio maana anaenda kwenye koba, akipata hela sawa, atakapopata hela ataondoka kwa sababu ana hela zake. Akiwa na hela zake anaondoka, anaenda kuanzisha maisha yake mapya, usingomaza. Haya, usingomaza unaweza? Hauwezi. Na wewe utatamani kukaa na mmeo, ukienda kwenye vikao vya familia watu wengi wanaenda na wanaume zao. Wengine wewe peke yako unajikuta una mwanaume. Unarudi pale pale tena. Unarudi tena kwa mwanaume wako yule ambaye unaenda kufumilia nini? Matatizo. Okay, tulikuwa kwenye Vavaga mtaani mkiwa na mimi mwenyeji wenu Winifrida Mponzi, na kabla sijafunga kuna dada alikuwa anataka kuongezea point hapo. Unaweza ukawa na mume unaishi naye ndani na kila kitu, lakini bado akakuachia majukumu ya familia. Yawezekana hauna kazi na ana pesa, lakini akaona pesa zake aenda akaonge nje, lakini usipate chochote. Kwa hiyo wewe unakuwa unaumiza kichwa kwa sababu una familia ambao ni watoto. Wale nini, wavae nini, waendeje shule? Je, hawa watoto walioacha nyumbani wameangaliwa na nani? Sasa hivi tunakuja dada. Dada ndio yupo, lakini atakufanyia kila kitu. Mwanaume yuko pale, katoe nenda kaniletee kile. Sio unifanyia hivi, lakini ni mume wako. Tukija kuangalia wa mkoani, saa changamoto wanazipitia, lakini sio kama hapa mjini. Tunapenda mashindano, tunapenda michezo, tunapenda vijora. Kikipita mwanaume anakuambia mke wangu leo sina, nivumilie, unakubali? Unampata Mwajuma leo unaenda na Mwajuma wewe. Sina nielewa. Kwa hiyo ni vitu sisi tunalazimisha maisha. Nimemuona mfano kama Astida hapa, Astida kavaa kapendeza. Lakini unatamani maisha ya Astida. Je, unajua Astida alienda amechukua wewe zawadi hiyo cheni uliovaa ukampa Astida? Tunaumiza kichwa. Unakuta mtu mwanamke au ndugu yake kamnunulia gari kampa, lakini kwa sababu haiwezekani fulani akapata gari, lazima na mimi nipate gari. Tunapenda mambo makubwa sisi wadada. Tunakuja hapa unaona simu iko hapa. Unataka simu. Ujue yule mtu kaangaikia nini? Kaipataje? Sasa kwa sababu tunapenda watu wakubwa na tunapenda sasa hivi vya wazee, tunapenda wababu, si ndio? Tunawapenda wababu. Sinaelewa. Baba akamwambia John nakupenda. Kama John nakupenda tunafanyaje? Nipe ninachokitaka. Sitaki huko nataka huko. Si ndio? Mimi nakubali. Simu, John unataka simu, nikisha kubali, mama mimi na simu. Mama mimi navaa vizuri. Mama nina gari nzuri, lakini nimetakuja kuvijutia. Nyuma pameshaharibika. Sinaelewa. Wadada tunaiga maisha, tunatamani maisha ambayo hatujui yametoka wapi, wameanzia wapi. Huyu amevaa sana simu. Tunatamani tuacheni tamaa. Bali tukafanye kazi. Unamtamani Minara kapendeza na nywele. Wigi hapo umevaa kama umependa. Shoga yangu haiwezekani. Lazima nitafute. Wanaenda kukufumua. Kisa shakisha kuambia nakupa milioni 10. Si milioni 10. Kwani na hasara gani? Tena nakwambia siku hii moja. Si unanielewa? Show ni siku hii moja. Si unanielewa? Siku moja itakuwa msara wako wa maisha yako. Wadada tunakosea, tujitafute, tujitambue. Nadhani nikisha jitambua mimi siwezi kufanya hivyo vitu. Well, tulikuwa na Vavaga mtaani na tukiwa katika kitaa cha Kinondoni, na nimepata kuzungumza na wadada warembo pamoja na mama yetu. Tumepiga maswali mengi, tumepiga umbea mwingi, na tunatambua wewe ambao unatutizama au unatusikiliza utapata kujifunza, utachukua at least pointi chache na wewe ukaenda kuzitendea kazi. Tulikuwa ndani ya Vavaga, ni waage nikisema Vavaga ijayo ndio muendelezo wa mambo mada mbalimbali ambazo zinahusu vijana na maendeleo yetu. Karibuni sana na bye bye.